wewe kwa Dimitar Patel ungeshawishika. Ungeshawishika sio kwa sababu labda ya mechi mbili, kwa kile ambacho walichokuwa wakicheza na Gaborone United. Yes, waliwakuta Simba hawapo katika kiwango kizuri sana. Na hawakuwa katika ubora huu ambao watu wengi walikuwa wanawishi kuona kwa Simba Sports Club. Lakini kuna vitu vya kiufundi ukiviona tu vinafanyika kwenye timu, unajua kabisa huyu mwalimu waliyekuwa naye ni mtu hatari sana. Lakini kama haitoshi, muangalia alipokuwa kwenye touch line, yani alipokuwa kwenye ule mstari wa kocha alivyokuwa anaangaika na namna ambavyo alikuwa akiwaelekeza wachezaji wake. Very charming, mtu fulani ambaye anaonekana ana hisia za kirafiki. Kwa hiyo kwa haraka tu, kwa akili ya haraka hata wewe mwenyewe tu unajua kabisa huyu ni mtu wa mpira. Hiyo ni kwa haraka. Achana na hizo mechi mbili ambazo zilizocheza na Simba Sports Club. Lakini kitu kingine ambacho watu wengi nafikiri wanakisahau kwenye mpira wetu, hakuna klabu yoyote Tanzania inaweza ikamfanyia scouting kocha. Hakuna klabu yoyote Tanzania inaweza ikamfanyia scouting coach, yani ikaenda deep ikamfuatilia, ikaanza kujua bwana huyu yuko vipi na kadhalika. Hakuna. Simulavu. Yani leo hii mimi nakuhakikishia sana, hakuna klabu yoyote inaweza ikatoka hapa ikatumia nauli yake, ikatumia labda chochote kile ikasafirisha watu kwenda kumfuatilia kocha kuanzia labda mwezi wa kwanza mpaka mwezi labda wa 6, kumfuatilia tu kwa sababu ya falsafa zao ziko hivi ziko vile, kumfuatilia ili wampe kazi. Na kuhakikishia hiyo klabu Tanzania asilimia kubwa ya sajili nyingi na makocha wanaochukuliwa wengi wao huwa wanaleta CV ama wanaonekana kwenye mechi husika. Nitakutolea mfano. Wachezaji wengi ambao wanakuja kwenye ligi kuu Tanzania bara, wengi kwanza huwa wanaonekana kwenye hizi timu, hasa kwenye mechi hizi za klabu bingwa barani Afrika au mechi zozote zile za kirafiki. Sometimes watu wanakuwa sajiliwa mpaka kwenye Simba Day wameonekana, ama siku ya wananchi. Tunakumbuka ndio walikuwa wanaonekana watu wanasajiliwa. Lakini angalau hivi sasa unaona kuna improvement kutoka kwenye vilabu vyetu. Vinajaribu kutafuta baadhi ya wachezaji, vinaenda vinafanya utafiti, vinauliza na kadhalika, wanaambia bwana details za huyu mtu ziko hivi. Baada ya hapo wanamchukua, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji wanasajiliwa kwenye vilabu vyetu wanakuja na injuries. Kama kweli vilabu vyetu vingekuwa vinafuatilia, vinaingia deep kwenda kufanya huo uchambuzi na kujua mchezaji anatufaa, tungekuwa tunaona wanafanya hiyo scouting. Alishawahi kusajiliwa hapa Augustine Okra Magic akiwa na sifa mbaya, ameondoka hapa na sifa mbaya. Africans wakamsajili, unakumbuka? Sahihi. Kwa kauli sahihi kwa kocha Pantev ni ipi, kwamba ni kocha wa namna gani? Jambo moja, kwanza Simba wanamsajili kwa sababu ya hali halisi ilivyo. Yani Simba wamefanya kile ambacho Tanzania tumekuwa tukifanya. Ni kocha wa namna gani? Kifalsafa, ni kocha ambaye wanasema ni material ya possession based. Yani ni mtu ambaye anapenda kupossess zaidi timu yake, anapenda timu yake ipossess zaidi. Lakini ana matumizi mazuri ya kasi kwenye mchezo. Anapenda timu yake wakati ina possess iwe inatembea, yani ile wasema ni progression, iwe inaenda kwa kasi. Lakini kama haitoshi pia ni attacking minded coach. Coach ambaye anapenda timu yake muda wote iwe inashambulia. Haina maana kwamba hapendi timu yake izuie. Anapenda timu yake izuie kwa sababu kila mtu anatamani timu yake izuie, lakini anazuia kwa njia hii. Ni mtu ambaye anapenda kufanya pressing. Ndio maana Simba Sports Club walipokutana naye kwenye mechi ya kwanza, kama unakumbuka vizuri, alijaribu kuwabana kwenye kila eneo. Hata build up ya Simba siku ile ilikuwa haifanyi kwa ufanisi. Muangalie Pimping Kamara, sababu Simba alikuwa akifanya build up, wanatoa maweki wawili pembeni, alafu Pimping Kamara anaingia katikati, alafu wale viungo wa chini wanakuja kusaidia build up. Alikuwa na pin back.
wale mabeki pamoja na golikipa kwa ajili ya Simba kufanya build up from the back. Si unavyo? Kwa ni moja kati ya makocha ambao wanapenda possession na ndi ball. Wanapenda attacking football na ni mtu ambaye anapenda kukabia juu, kufanya pressing. Effective ni mtu ambaye anapenda, wanasema ni aggressive and attacking game. Si unavyo? Hii nikizungumza hivi naweza nikawa nimeiweka sawa. Ni aggressive na attacking game, yani mtu ambaye anapenda muda wote mchezo wake uwe ni wa speed na kushambulia. So kwa namna ambavyo Simba wanavyocheza na kile ambacho alichokuwa anakitaka Fadlu Davis, yule mwalimu anacho, lakini yule mwalimu anacho akiwa amekiboresha zaidi. Ameboresha wapi? Ni kwenye speed. Ukiangalia Simba kwa mwalimu Fadlu Davis ilikuwa ikifanya build up wako slow sana. Kuna muda mashabiki wa Simba walikuwa wanapiga kelele, yaani yeye mwenyewe kuna muda alikuwa anambia twendeni, just push.